Bwana asifiwe. Ndugu mpendwa, mama yangu ambaye unanisikiliza, haijalishi uko mahali gani, natanguliza salamu katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakusalimu sana, neema ya Kristo iwe juu yako. Nami nafurahi mara nyingine kupata fursa hii kuja mbele zako ili niweze kuendeleza lile somo ambalo tulikuwa tunajifunza, somo linalohusu maisha ya ndoa. Na tulipokuwa tunaendelea tulijifunza mambo mengi na tulijua kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na tulisoma maandiko baadhi, tukagundua kwamba Mungu ni yeye mwanzilishi wa ndoa. Na hivyo basi tena nikukaribishe katika muendelezo huu. Tunapoendelea nitakusii ikiwa itakupendeza nitakusii uwe karibu na Biblia yako, kwa sababu hiki ambacho nitakacho kizungumzia situmii tu ujanja wa akili za kibinadamu, lakini pia nitazungumzia sana kuhusiana na maandiko matakatifu yanasema namna gani kuhusu swala nzima la ndoa au maisha ya ndoa. Tumekuwa na mitazamo potofu sana na imeharibu sana fikra na mawazo ya walio wengi. Walio wengi ufikiri kwamba ndoa ni kule kufanya harusi. Walio wengi wanafikiri kwamba ndoa ni kule kwenda kufanya harusi. Lakini jambo ambalo watu wengi hawajui kwamba kuna utofauti wa harusi na ndoa. Ukisema ndoa ni tofauti kabisa na kuzungumzia harusi. Nikipata nafasi wakati mwingine nitakuja nieleze maana ya haya mambo mawili, harusi na ndoa. Nitakuja nieleze vizuri kabisa, na ikiwa unanifuatilia vizuri, nitapendelea uniandikie comment kidogo ili nijue kwamba ni nani ananifuatilia, alafu itanifanya niendelee kufunguka zaidi. Lakini pia unaweza kuniandikia ikiwa unanifuatilia kutoka wapi. Ni njia tu ya kutiana moyo katika muendelezo wa masomo yetu. Kuandika comment tu hapo chini na kuandika kwamba unanifuatilia ukiwa wapi. Basi inatosha. Sihitaji maelezo mingi. Lakini ikiwa inakupendeza, lakini sio kwa mkazo, ni kwa hiari yako. Nilikuahidi kwamba kwa masomo yetu kadri tutakavyokuwa tunaendelea tutakuwa tunafunua jambo moja baada ya nyingine. Lakini tulikuwa tunasema kwamba kwa nini ndoa nyingi zinaharibika. Jambo tukasema kwamba ni kwa sababu watu wengi hawaruhusu utawala wa Mungu katika ndoa zao. Ikiwa na maana kwamba watu wengi wanaishi ni Wakristo lakini wanaishi maisha ya kipagani, kuliko kuruhusu Yesu Kristo au Mungu awe ndiye mtawala wa ndoa yao. Wao hawaishi namna hivyo, wanaishi kivyao tu, na tukaeleza mengi zaidi. Lakini sasa leo tunataka tueleze jambo lingine ambalo linasababisha ndoa kuharibika au kuvunjika au kuwa na talaka nyingi. Ni kutegemea. Ili neno kutegemea unaweza ukalitafsiri kivyako, lakini mimi ninaileta kivingine katika swala hili la ndoa. Kutegemea.
kutegemea. Au kwa mtazamo mwingine ninaweza kusema kuto kujitegemea. Utanielewa ninapomaanisha neno hili, kutegemea. Lakini tujue kwamba neno la Mungu linasema wazi kwamba Mungu ndiye mtawala, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ili tulikubaliana na liko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 hadi 25. Hapo tunaenda kuona uumbaji. Lakini kuna mambo matatu ambayo nataka ujue pia. Jambo la kwanza, usisahau tulikotoka. Tumetoka kusema kwamba ni nini chanzo cha ndoa nyingi kuharibika. Na niko kwenye pointi ya pili ambayo inasema kutegemea. Lakini kabla hatujaenda kufunguka zaidi huko, nataka nikueleze jambo moja ambalo lina pointi tatu. Na hizi pointi uzishike kwa makini sana. Pointi ya kwanza, ujue kwamba Yesu Kristo yeye pia alinukuu au aliongea kuhusu swala la ndoa. Yesu Kristo na yeye aliongelea kuhusu swala la ndoa kuwa lilianzishwa na Mungu mwenyewe. Jambo la kwanza hilo. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu Kristo na yeye pia alinukuu au alizungumzia kuhusu swala la ndoa kwamba lilianzishwa na Mungu mwenyewe. Hilo nataka lieleweke hivyo. Kwa sababu sisi Wakristo tunamfuata Yesu Kristo na Yesu Kristo ndiye kielelezo wetu. Kwa hiyo mambo yetu yote kama Wakristo tunafuata kila ambacho Yesu Kristo alisema. Jambo la pili, ieleweke wazi kwamba Mtume Paulo na yeye pia alinukuu kuhusu ndoa kwamba ilianzishwa na Mungu. Haleluya. Na jambo la tatu ni kwamba sisi ambao sasa ni watumishi wa Mungu, ambao sasa tunasimamia makanisa, ambao sasa ni mitume wa nyakati hizi za leo, ambazo neno la Mungu linasema kwamba nyakati za mwisho, siku za mwisho, neno la Mungu linasema siku za mwisho zitakuwapo nyakati za hatari. Nikiwa na maana kwamba sisi ambao ni mitume wa nyakati hizi za hatari, nyakati hizi za hatari ambazo baadhi ya dhambi zinapewa majina mengine ili kupamba dhambi, ili kuipamba dhambi. Nyakati za hatari sana hizi. Nyakati za hatari sana. Unaweza kuona hili jambo ni dhambi, lakini ili kwamba liendelee wanalitengenezea ustaarabu fulani, alafu huo ustaarabu ambao unatengenezwa ili kwamba isionekane dhambi, ionekane kana kwamba ni watu wamezoea, amekuwa kama vile ka ustaarabu fulani hivi. Ndizo nyakati ambazo tunaziishi leo. Lakini naamini kwamba kuna wale watumishi wa kweli wa nyakati hizi ambao watasimama na kuendelea kuisimamia kweli ya neno la Mungu. Na kuendelea kuisimamia kweli ya neno la Mungu. Nikuhakikishie kwamba na mimi nikiwa mmoja wao, sitakwenda kushoto, sitakwenda kulia, nitaenda straight na kuzungumzia ukweli wa neno la Mungu. Ukiwa unanifuatilia mahali hapa, ujue kwamba hapa utapata ule ukweli wa neno la Mungu. Na ikiwa una swali lolote lile ambalo linakupa changamoto katika maandiko matakatifu, swali lolote la aina yoyote
ambalo unaona kwamba hili kwangu naona sielewi, wewe tu niandikie kwa comment hapo. Utapata majibu ambayo ni sahihi na ya ukweli kutoka kwa maandiko matakatifu. Sasa, ili jambo la tatu sasa ni kwamba linasema hivi: sisi watumishi wa Mungu wa kweli, ili sina uoga kusema hili, hatuna kibali, hatuna ruhusa ya kubadili chochote kile ambacho maandiko matakatifu yanaelezea kuhusiana na swala nzima la mafundisho ya ndoa. Hatuna. Kwa hivyo, kwa msingi ni kusema kwamba ni wajibu wetu kusimamia kweli, ni wajibu wetu kutii kile ambacho Mungu alikianzisha, kutii kile ambacho Mungu yeye mwenyewe anaelekeza katika neno lake. Bwana apewe sifa sana. Hilo ndilo jukumu la mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na waalimu kusimamia. Ni jukumu, ni wajibu wetu. Wewe mtume ambaye unanisikiliza saa hii, ni wajibu wako kusimamia ule ukweli wa neno la Mungu na kutangaza huo ukweli wa neno la Mungu bila kwenda makona, bila kwenda pembeni, bila kutumia lugha za ujanja. Amen. Hayo mambo matatu yaeleweke hivyo. Hayo mambo matatu yaeleweke hivyo, kwamba sisi watumishi wa Mungu tuna jukumu hilo, tuna wajibu huo wa kusimamia kweli ya neno la Mungu. Sasa, nilisema kwamba ni nini ambacho kinaharibu ndoa? Kitu ambacho kinaharibu ndoa ni kule kutegemea. Tusome kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari ule wa 5. Mstari ule wa 5 anasema hivi. Lakini wacha tuanze mstari wa 3, alafu tutaishia hadi wa 5. Mstari wa 3 tutaishia ule wa 5. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Sikia majibu ya Yesu. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume, mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake au babaye, na mamaye au mama yake, ataambatana na mkewe. Sikiza mzuri. Mtu atamwacha babaye na mamaye, akiwa na maana ya mume, mwanamume. Mwanamume ataacha wazazi wake, lakini ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili huu mmoja. Neno la Mungu linahakikisha kwamba mwanamume anapoacha wazazi wake atakwenda kuambatana na mkewe. Anayeacha wazazi ni nani? Ni mwanamume, na atakwenda kuambatana na mkewe. Lakini pamoja na kuambatana huko, neno la Mungu linatumia lugha ya kusema hao watakuwa mwili huu mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja, bali mwili huu mmoja. Basi aliyowaunganisha
Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Hapa ndipo nataka nisimamie katika fundisho hili la leo. Aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Mwanadamu asiwatenganishe. Mwanadamu asiwatenganishe. Sikiliza. Kwa nini nimesema kwamba kinachosababisha ndoa nyingi kuvunjika ni kutegemea? Neno la Mungu linasema mwanaume ataacha wazazi wake, ataambatana na mkewe. Ndoa nyingi zinafikia kuharibika ni pale sasa huyo mwanamume ambaye ataacha wazazi ili ambatane na mkewe, anapoishi maisha ya ndoa, kuliko kuishi maisha ya ndoa, yeye anaishi maisha ya kutegemea kule alikotoka, kutegemea wazazi. Kutegemea wazazi. Ndio maana nakwambia kwamba ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu ya kutegemea wazazi. Neno la Mungu linakwambia kwamba hao wazazi utawaacha ili wapatane na mkewe. Na katika kuambatana huku na mkewe, neno la Mungu linasema hivi: wakati mnaambatana na mke wako, wewe mwanaume, wakati mnaambatana na mke wako, elewa kwamba mnakwenda kuanza maisha. Mnakwenda kuanza maisha. Na wakati mnakwenda kuanza maisha, shida inatokea wapi? Kutegemea wazazi. Mwanamume ameamriwa na maandiko matakatifu. Neno la Mungu linasema mwanamume ndiye kichwa cha nyumba. Lakini sasa wewe unapooa, kuliko wewe mwanamume uwe kichwa cha nyumba, unataka baba yako mzazi awe ndiye kichwa cha nyumba yako. Unataka mama yako mzazi awe ndiye kichwa cha nyumba yako. Nikiwa na maana gani? Chochote, lolote ambalo linatendeka katika nyumba yako, katika ndoa yako, mbele ya wewe kuwa na maamuzi kama kichwa cha nyumba, unawaendea kwanza wazazi. Si vibaya kuomba ushauri, lakini maamuzi hayapaswi kutoka kwa wazazi. Iko hivi: mke wako amekukosea, kuliko mkae chini mutengeneze, murekebishe, sasa wewe unafanya nini? Unapiga simu kwa mzazi, aiza kwako kubukwe, aiza kwa mzazi wako. Halo baba, hivi tunaishi huku, mambo hayaendi sawa. Mke wangu hivi, mke wangu hivi, mke wangu hivi, mke wangu hivi. Mke wangu haniheshimu tena. Mke wangu imekuwa madharau kila siku. Sasa unategemea kama unapeleka hiyo ripoti kwa mama yako mzazi, wewe mwanamume unapeleka ripoti hiyo ya mwanamke wako, ya mke wako kwa mama yako mzazi, unataka kuambie nini? Atakwambia huyo sio mwanamke, nilikuambia mimi. Na kama anaanza kufanya hivyo, sasa wewe achana naye. Banamuke biko mingi, utaoa mwingine. Aya. Mwanamke naye sasa, mume wake akimkosea tu kidogo, naye anapiga simu kwa mama yake. Mama, hii ndoa mimi sitaiweza. Na hii ni shida. Wanawake wengi wakati akikosana na mume wake, kuliko wakae chini warekebishe, watengeneze kama mume na mke, yeye anakimbilia kupiga simu kwa mama yake mzazi. Hivi mama, huku mambo hayaendi sawa. Mume wangu hivi, mume wangu angalia. Hivi mume wangu anipatia kipesa. Mume wangu akipokea mshahara, sijui mshahara wake unamalizikia wapi. Hivi mume wangu hivi. Mwanangu, ndio vile aseme njoo hivyo. Sasa
mwanangu, wewe haukoacha unaua mtu. Baba yako bado yupo hapa. Kaka zako bado wako hapa. Na mimi mama yako bado ningaliki hapa. Njoo utulie nyumbani. Huyo sio mwanamume wa kuishi naye. Sasa unaona, ndipo maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi. Aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Sasa kutenganishwa huku kunatokana na nini? Kuwategemea watu ambao uliwaacha. Uliolewa lakini unategemea wazazi wako. Ulioa lakini ili ufanye maamuzi ya mwisho unategemea wazazi wako. Wazazi. Na ninyi wazazi ambao hamna hekima ya Mungu ndani yake, wakati mtoto anakuletea ripoti za nyumbani kwake, muwe na majibu ya kuwaeleza, mwanangu, wewe ulioa, au kama ni mwanamke, wewe uliolewa, mama, kaa chini na mumewe, muyatengeneze wenyewe, muyasuluhishe wenyewe. Kwa sababu gani niseme haya? Kizazi hiki chetu ambacho maandiko matakatifu anasema kwamba siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Kizazi hiki chetu, watoto na wa kiume na wa kike hawana maadili. Hawana maadili. Hapo nyuma zamani, wakati wa wazee wetu, mtoto wa kike akitaka kuolewa alikuwa anapelekwa kwa wazee, wale bibi kizee ama wale watate wetu. Kiswahili kizuri anasema tate. Manake ule ambaye alizala mama yako ama yule ambaye alizala baba yako. Hao ndio wazee. Wanakuweka chini. Wanakujaza maadili. Namna gani utakwenda kuishi katika ndoa yako. Wanakuambia, mwanangu, ulikuwa ukiishi wewe kama msichana katika nyumba ya baba yako na mama yako. Sasa hivi maisha ya usichana, maisha ya ubinti yanakwenda kumalizika. Sasa utaanza kuanza maisha ya kuitwa mke wa mtu. Sasa utaanza maisha ya kuitwa mama. Kesho kutwa utaitwa mama. Kwa hivyo wanakusafisha kichwa. Wanakueleza kwamba unaenda kukutana na jitu la mwanaume ambalo ujui alilelewa namna gani. Sasa huyo mwanaume unakwenda kuishi naye namna gani? Mwanamke anasafishwa akili, anaenda kwa mume wake, anaolewa akiwa na taarifa sahihi ya kwenda kuishi katika ndoa. Bwana apewe sifa. Lakini hayo maadili kwa sasa hayapo. Yametengenezewa tu kama mfumo fulani, mfumo tu wa kiujanja kwenye sherehe za harusi. Huwezi kumpa mtoto maadili kwenye sherehe ya harusi na ikae hapa. Haiwezekani. Never, haiwezekani. Tunaenda tu kwenye sherehe ya harusi, na alafu kwenye sherehe ya harusi hiyo, baba wa mtoto kuja useme neno la kushauri watoto. Mama wa mtoto kuja useme neno la kushauri mtoto. Hiyo siku moja tu, alafu uwe na uhakika kwamba haya mashauri ndio atakwenda kuyaishi. Hakuna, haiwezekani. Kwanza ule umati wa watu, kwanza ule binti, ule umati wa watu tu kwanza unamchanganya. Iko anafikiria hivi, naanza kuanza maisha mengine. Huko namna gani huko? Kukoje huko? Unaona? Haleluya. Kwa hivyo yanatakiwa yawe maandalizi angalau ya muda mrefu kidogo.
ndoa iko mbele yake, lakini huyo binti aandaliwe, haelezwe maadili ya kwenda kukabiliana na mwanamume ambaye hakuwahi kuishi naye hata siku moja. Mwanamume na yeye hapo zamani, na yeye alikuwa anaandaliwa namna ya kuishi na mwanamke. Anaandaliwa. Ndio sababu wazee wetu wanaweza kukorofishana na mke wake na yataishia chumbani huko, na watoto hawatajua kwamba leo mambo yaliharibika huko chumbani. Wakitoka barazani, watoto wanaona tabasamu la baba, watoto wanaona tabasamu la mama, mambo yanakuwa yako shwari. Lakini sivyo ndivyo leo. Shida kidogo tu na dunia yote inajua. Ni kukosa kuandaliwa katika wakati mnatarajia kuingia katika ndoa. Ni kukosa kuandaliwa. Kwa hivyo nimalizie na neno hili. Kwamba neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema namna gani? Mstari ule wa 6. Hata tuanze mstari wa 5. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Ili la kuwa mwili mmoja nitalielezea wakati mwingine. Lakini niende hapa. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hapa ikiwa na maana gani? Aliowatenganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe, ikiwa na maana kwamba kule kuomba mashauri, baba angalia mke wangu amefanya hivi, mama angalia mke wangu anafanya hivi. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kusikiliza mashauri ya kutoka pembeni, ya kutoka nje ya ndoa. Kuliko mkae chini na mume wako, muyamalize, mtengeneze, mkae chini, msuluhishe, msameane. Wewe unataka maamuzi yako wewe yatoke kwa mama yako mzazi. Wewe unataka maamuzi yako wewe yatoke kwa baba yako mzazi, ama kwa yule ambaye alikulea kama baba, au kwa yule ambaye alikulea kama mama. Haijalishi mama wa kambo, haijalishi mama aliyekuzaa, haijalishi baba wa kambo, haijalishi baba aliyekuzaa. Lakini tuelewe kwamba mara nyingi ukiombaomba ushauri ili ndoa yako iwe salama, mara nyingi ushauri wa kutoka nje ya ndoa mara nyingi huwa unakuja kuwasambaratisha. Kumbuka kwamba ndoa, ni kutokeze hili, ndoa ni swala la kiroho, sio swala la kimwili. Kwa hiyo ukienda nalo kimwili, hapo sasa unaona utaanza kuharibikiwa. Ulikuwa unampenda mke wako sana, lakini unaona ule upendo unapotea. Ulikuwa unamtii mume wako sana, unaona ule utiifu unaanza kupotea. Sasa mnaanza kuishi kama makomando wawili ndani ya nyumba. Mnaanza kuishi kama bakteria wawili. Unaona ni filme, ni kama movie ambayo lazima umoja aibuke mshindi, mmoja akuwa akteri. Sasa kama nyie wote wawili mmekuwa bakteri, kama nyie wote wawili mnakuwa badebande, hiyo filme itakwenda kuisha vibaya sana. Huo mkanda utamalizika vibaya sana. Kwa hivyo ushauri wangu kwako siku ya leo ni kwamba likitokea lolote katika ndoa yenu, kaa chini na mke wako. Likiwa swala likiwa kwamba ni swala linahitaji kusameana, basi kaeni chini, msuluhishe, msameane. Maana msamaha ni hekima ya mbinguni. Msamaha ni tendo la hekima. Kujishusha, mke ujishushe, mume ujishushe, nendeni wote, kaeni chini, mtengeneze mambo ya nyumba yenu. Hakuna mtu wa nje ambaye atakuja awasuluhishie matatizo ya nyumba yenu. Kwa sababu ya kutegemea kusuluhishwa
matatizo ya nyumba yenu, ndio maana mnafika hapo mpaka kufika kuachana. Lakini kumbuka nikwambie kwamba kuachana, Mungu anakuchukia. Ukiachana na mke wako ikiwa ndiye ndoa yako na umemuoa na dunia inajua huyo ndio mke wako, wazazi walikaa chini wakasema huyo ndio mke wako, mkakubaliana, wazazi wa pande zote mbili wakakubali kwamba muendelee na maisha ya ndoa, wakakubaliana kabisa, mkiachana ni chukizo mbele za Mungu. Mungu anachukia kuachana. Mungu wa mbinguni anachukia kuachana. Tafadhali sana, pakiwa lolote lile, pakiwa shida yoyote, kaa chini na mke wako, kaa chini na mume wako, muyatengeneze. Muungame kwa Mungu, mutubu mbele za Mungu, alafu muombane misamaha, na hakuna lisilowezekana kwa Mungu, na mnarudia kwenye swala lile la mwanzo kwamba mumruhusu Mungu atawale ndoa yenu, na ndoa yenu itakuwa salama. Tuliongelea nini? Tuliongelea kwamba ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu ya kutegemea mashauri au maamuzi ya kusuluhisha matatizo yenu kutoka nje ya ndoa, aidha kwa wazazi, aidha kwa marafiki, aidha kwa majirani. Kwa hivyo wakati unapeleka masuala ya ndoa yako, maneno ya ndoa yako kwa jirani yako, kwa rafiki yako, kwa mama yako mzazi, ukiwa na tumaini kwamba huyu ndiye anaweza kuweka hii ndoa yangu salama, unajidanganya. Ili mradi labda ukutane na baba mwenye hekima ambaye amejawa neno la Mungu, huyo anaweza kukushauri vema. Lakini ikiwa utakutana na mama mpumbavu ambaye kwanza yeye ndoa yake inamshinda, na wewe hiyo yako itakushinda. Kama vile yeye anavyobomoa kwake, ndivyo atakavyokushauri na wewe uibomoe ya kwako. Jua kwamba mwanamke mpumbavu uibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Mwanamke mwenye hekima ujenga, ukaa chini na mume wake, ubembeleza mume wake, usema mume wangu, nini tunafia mume wangu? Wewe ni mume wangu. Mungu alinipa wewe. Tukae chini, tutengeneze haya mambo. Tukae chini. Tukae chini. Hii ni familia yetu, sisi hawa wawili. Kwa hiyo tukae chini tuyatengeneze. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu, neema ya Kristo iwe na wewe. Sina mengine ya ziada, ni hayo tu nilikuwa nayo mchana wa leo kukushauri sana. Kwa wakaaji wa hapa ninapokaa, tafadhali sana, hacha kuharibu ndoa yako. Mtumaini Mungu, Mungu anaweza kuitengeneza ndoa yako na ikawa salama. Na Bwana akubariki sana. Ubarikiwe na Yesu. Amen.